Waafrika huwa hatutunzi muda. Hilo ndilo jambo la kwanza nililolazimika kulielewa, kuheshimu muda. Kwa Waafrika, muda ndio unajenga mahusiano. Tunao muda wa kufahamiana na wewe, ila hapa ninaenda kwenye pointi. Hivyo kuelewa maana ya muda hapa ndilo lilikuwa badiliko kubwa zaidi la kiutamaduni nililokutana nalo. Mimi nimetokea Kenya. Nilishangaa kwamba majani yanaanguka chini. Nilishangazwa pia kwamba barafu zinapoanguka zinabaki chini kwenye ardhi. Ukiwa mgeni kwenye utoaji wa huduma za muda mrefu, kuna mambo machache yatakayokushangaza. Unaweza kufanya kazi na watu wa jinsia tofauti, tamaduni tofauti na imani tofauti. Unaweza kushika nyama na pombe. Wakati mwingine utafanya kazi Jumapili na sikukuu. Hautakuwa unamhudumia mtu mmoja ama wawili tu, bali utahudumia watu wengi. Utafanya kazi kwenye timu kubwa yenye watu wengi, na wakati mwingine utajikuta ukifanya kazi peke yako. Kufanya kazi ya kutoa huduma za muda mrefu unapaswa kuwa na subira na watu. Hasa katika makazi haya, pia kuwa mwelewa na mwenye heshima. Hayo ndiyo mambo muhimu zaidi: heshima, uelewa na uvumilivu. Uzuri wa kazi hii, unaweza kuuliza maswali. Una HR ambaye unaweza kumuuliza maswali ili uweze kuelewa. Kwa mfano, unaweza kuuliza kuhusu makato kwenye mshahara wako. Tukikuambia kwamba tutakulipa labda $20 kwa saa, kuna mambo mengine ambayo yatakatwa, na haya ni ya lazima kulingana na masharti ya serikali ya jimbo na serikali kuu. Bima ya afya ni muhimu sana wakati huko katika nchi hii. Ukipata ugonjwa, itakushangaza kuona gharama za matibabu zinavyoweza kuwa juu, lakini ukiwa na bima unakuwa salama. Kwa wafanyakazi wa hapa kuna utaratibu maalum unapougua. Piga simu angalau masaa 3 kabla ya zamu yako, au jaribu kutafuta mtu wa kufanya zamu yako. Usiache tu kutokea. Na kwa sababu unataka kuhudumia watu, lazima ujitunze mwenyewe kwanza. Kwa sababu ukiwa huna afya, basi una nguvu. Hivyo huwezi hata kumtunza mtu mwingine. Kwa upande wangu, ninapopata muda wa ziada, ninapenda sana kutembea. Narudi nyumbani, nakula, naoga, naangalia filamu moja au mbili. Kisha nalala ili nijitayarishe kwa siku inayofuata. Jamii hii ndiyo nguzo yetu. Na ninaona kuwa wahamiaji wapya kupitia mahusiano yao na kanisa na mahusiano yao na jamii kwa ujumla, wanaweza kutenga muda nje ya kazi na kuutumia kwa ajili ya mapumziko ya kweli. Ninapotoka hapa kila siku najisikia vizuri sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu nimegusa maisha ya watu. Kwangu hii ni zaidi ya kazi, sababu nawaona kama familia. Sio lazima kutoka kwa mama mmoja au baba mmoja au kuwa na rangi sawa ya ngozi, lakini bado mnaweza kuelewana. Unajua, wanakuelewa na unawaelewa. Ninawaangalia kama familia yangu. Nimefurahi kukuona. Nimefurahi kukuona. Oh, nakupenda. Nakuja dakika moja tu, sawa? Sekta hii ni nzuri sana kwa kila mtu. Hakuna lisilowezekana, ili mradi umeamua tu kutoka moyoni. Tunakufundisha, tunakuandaa, tunajaribu kukuweka katika mazingira yatakayokuwezesha kufanikiwa. Ushauri wangu kwa Wamarekani wapya ni huu: msiogope. Kuna mambo mazuri yanakusubiri na kuna nafasi ya kukua zaidi. Kuwa tu wewe mwenyewe na uwe na moyo wa kufanya kazi uliochagua kuifanya.